nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake la mwewe la kuweza kumwona Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, Deogratius John Ndejembi kama kiongozi ni kiongozi mahiri sana, ni kiongozi makini, ni kiongozi mchapakazi anayefanya kazi bila kupumzika ili wananchi wa Tanzania waweze kupata manufaa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi as a person ni mtu raimu sana, ni mtu mnyenyekevu sana, Muisraeli kweli kweli asiye na hiana ndani yake. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na waheshimiwa mawaziri wenzangu nimhakikishie Mheshimiwa Deogratius Ndejembi makamu wa rais kwamba mimi pamoja na mawaziri wenzangu tuko mguu sawa kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi ili kumsaidia yeye kutimiza jukumu lake la kumsaidia Mheshimiwa Rais katika majukumu yake ya kuijenga nchi yetu. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi, nirejee kwenye swali la Mheshimiwa mbunge na nimpongeze sana kwa swali zuri alilouliza. Mheshimiwa Spika, nchi yetu ni moja ya nchi ambayo imewekeza sana katika mawasiliano. Tumepiga hatua kubwa sana. Ukichukua miaka 25 tuseme kabla ya dira hii iliyoisha na sasa, pana mabadiliko makubwa sana katika sekta ya mawasiliano. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuanza kutekelezwa kwa dira hii iliyoisha, kwa wale wa rika langu na wakubwa zetu watakumbuka, tulikuwa kwenye sanduku la posta peke yake. Lakini leo hii hata aliyeko machungani anaangalia bunge linapojadili masuala ya nchi. Lakini ni kweli bado kuna maeneo ambayo yana changamoto za mawasiliano. Serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka fedha, kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha mawasiliano katika maeneo hayo ambayo yana uchumi mkubwa lakini yanapata changamoto za kimawasiliano. Moja ya maeneo ni tumeongeza fedha kwenye mfuko wetu wa mawasiliano, lakini pia tumeendelea kuwekeza mkongo wa taifa uweze kufika kila wilaya, na tunaendelea kuwekeza fedha, tenga fedha kila mwaka wa fedha ili kuweza kuhakikisha maeneo kama haya ambayo Mheshimiwa mbunge ameyataja, yakiwemo ya pembezoni, yakiwemo kwenye maeneo yenye uchumi mkubwa, yakiwemo kwenye barabara zetu, yakiwemo maeneo ya milimani ambako kuna wakati ajali zinatokea, lakini ikiwemo kwenye mtandao wa reli yetu ya kisasa. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge na bunge lako tukufu kwamba serikali itaendelea kuweka mkazo ili kuweza kuhakikisha Watanzania wote wanapata mawasiliano na kuweza kuongeza kasi ya uzalishaji katika maeneo yetu ya kiuchumi. Asante sana. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninatoka jimboni na hili ninalolileta sio jambo geni bungeni, ila ninalileta tena kwa sababu hisia za wananchi jimboni zinaonesha kwamba jambo hili linapaswa kupata kauli nzito ya serikali, na jambo hili sio la Tunduru Kaskazini peke yake, ni jambo la mikoa mingi ya Kusini, Lindi, Mtwara, Ruvuma na sehemu nyingi za Tanzania. Jambo lenyewe linahusu migogoro ya wafugaji na wakulima. Hali ambayo nimeikuta jimboni
inaonyesha kwamba licha ya jitihada ambazo serikali imekuwa ikizichukua ikiwemo hatua za kipolisi na hatua za kiusuluhishi, bado migogoro ya wakulima na wafugaji imeleta hali ya sintofahamu. Mazao ya watu yanaharibiwa, mbaazi hazivunwi, korosho hazivunwi vizuri, watu wanauawa, watu wanaumizana. Ni ipi kauli ya serikali ya hatua madhubuti ambazo inalenga kuzichukua na ambazo zimechukuliwa ili jambo hili lisilete mifarakano mikubwa zaidi inayoweza kuleta mauaji zaidi na hali ambayo itatishia usalama katika nchi yetu? Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza ni mpongeze sana Mheshimiwa mbunge Ado Shaibu kwa kulileta swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi niliwahi kupata heshima ya kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, na katika kutimiza majukumu yangu niliwahi kushuhudia haya mambo ambayo Mheshimiwa mbunge anayasema. Nimeshuhudia mifugo ya wafugaji ikiwa imekatwa zaidi ya mifugo 150. Nilishuhudia mapigano ambapo mkulima mmoja akachomwa mkuki, nadhani kwenye mitandao na waheshimiwa wabunge watakumbuka, na jambo hili limeendelea kujitokeza kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema. Mheshimiwa Spika, serikali inachofanya, moja, tumegawanya hatua za kuchukua kwa sababu tatizo hili ni kubwa na linaendelea kuwa kubwa, na sababu ya msingi Mheshimiwa Naibu Spika ni kwamba idadi ya watu inaongezeka, idadi ya mifugo inaongezeka, na hata idadi ya wanyama katika baadhi ya maeneo ya hifadhi inaongezeka, lakini ardhi ni ile ile. Na Mheshimiwa Naibu Spika, yapo pia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaondoa ile hali ya kimazingira ambayo ilikuwa inaruhusu hizi shughuli zote kuwanufaisha wananchi pasipo kuleta mgongano. Kwa tuna tatizo la msingi ambalo sababu zake ni kama hizi nilizozisema. Nini serikali inafanya? Mheshimiwa Spika, katika hatua za muda mfupi tumesema kwanza lazima tukubaliane kuhusu matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni kwenye hatua za haraka kwa sababu ipo migogoro maeneo mengine ambayo inasababishwa na kutokuzingatia matumizi bora ya ardhi, ikiwemo tabia za baadhi ya viongozi katika baadhi ya maeneo kuuza maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya wakulima kupelekwa kwa wafugaji kinyemela, ama baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya malisho kuuzwa kinyemela kwa wakulima, na matokeo yake yanasababisha migongano. Kwa nimeelekeza lazima hatua kali zichukuliwe yakitokea mambo ya aina hii ambayo yanatusababishia migogoro. Inatokea eneo ambalo liliweka kwa malisho lote linauzwa kwa mtu mmoja, ama eneo liliwekwa kwa ajili ya kilimo lote linauzwa kwa mtu mmoja. Haya tumesema lazima tuzingatie mipango ya matumizi bora ya ardhi ili hizi shughuli zote ziweze kwenda sambamba. Lakini kwa hatua za muda wakati na muda mrefu, Mheshimiwa Naibu Spika, tumesema ni lazima tuende kwenye transformation, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Mifugo Daktari Bashiru Ali Kakurwa na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongoro pamoja na Waziri wa Maji. Moja ya jambo ambalo sekta hizi zimekubaliana kufanya ni kuhakikisha kila mmoja wa sekta inapotekeleza mradi anatengeneza mazingira ya sekta nyingine kunufaika, kwamba pakijengwa bwawa la umwagiliaji pawekwe pia kwenye bwawa lile lile matoleo ya maji kwa ajili ya wafugaji, ili kuepusha mifugo kwenda kupata shida ya maji na pengine kurundikana eneo moja. Lakini hivyo hivyo kwa Wizara ya Maji, hivyo hivyo kwa Wizara ya Kilimo, hivyo hivyo kwa Wizara ya Mifugo. Tunaamini mashirikiano haya ya sekta hizi yataendelea kutupunguzia matatizo ya ukosefu wa maji ambayo yanasababisha mifugo itembee maeneo tofauti na pengine kwenda mpaka maeneo ambayo ni ya kilimo. Lakini lingine, Mheshimiwa Spika, tumesema tuwekeze kwenye mageuzi kwenye sekta hii ya mifugo. Moja ya mageuzi ambayo nimeenda kwenye shughuli ya wafugaji na nimejionea na nimeona wafugaji wa kawaida wakianza kufanya hayo mabadiliko ya kuwa na nyasi kwa ajili ya kupanda nyasi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Nina mfano wa mfugaji mmoja kule Morogoro na mfano wa mfugaji mmoja kule Monduli ambao wamepanda nyasi na mifugo yao haihangaiki tena kwenda kwenye mashamba ya watu.
Na la mwisho, Mheshimiwa Spika, ambalo tunachukua hatua kali ni wale wanaofanya makosa haya kwa makusudi. Hawa ni watu wanaohatarisha usalama wa nchi yetu. Kuchukua mifugo na kwenda kuswaga na kwenda kuchungia kwenye shamba la mtu kwa makusudi, huu ni uvunjifu wa sheria wa makusudi, na serikali haitavumilia makosa ya aina hiyo. Lakini hivyo hivyo tumesema utaratibu wa kuchukua sheria mikononi, na wenyewe tumesema ni jambo ambalo linahatarisha amani ya nchi yetu, na lenyewe haliwezi likavumilika. Na Mheshimiwa Spika, nimeendelea kuwaambia wafugaji na wakulima, wala asitokee mfugaji akaona mkulima ni adui yake, na wala asitokee mkulima akaona ni mfugaji ni adui yake. Hapa tuna jambo la msingi ambalo tunatakiwa tulifanyie kazi, na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Waziri wa Katiba, Waziri wa Ardhi, Waziri wa Mifugo na Uvuvi pamoja na Waziri wa TAMISEMI wameendelea kukaa, na naelekeza kamati zetu za ulinzi na usalama za mikoa pia kuendelea kukaa na makundi haya ili kuweza kuweka utaratibu ulio bora ili kuweza kuepusha matatizo haya ya migogoro, lakini pia na kuondoa hili tatizo ambalo linajitokeza. Mheshimiwa Spika, jambo hili pia tunaendelea kulitafutia utaratibu wa kudumu ili tuweze kuona namna gani tutalimaliza ili tusiende kwenye matatizo haya ambayo Mheshimiwa mbunge ameyasema. Asante sana. Mheshimiwa Kasim Amari Mbaraka. Tunaendelea. Mheshimiwa Asha Juma Feruzi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi kuuliza swali. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaona jitihada nzuri na kubwa zinazofanywa na serikali katika kutengeneza miundombinu ya usafirishaji ikiwemo stendi zetu. 2024-25 mpaka 26 serikali ilitumia bilioni 231 katika ujenzi wa stendi mbalimbali. Lakini 26-27 tuna bajeti ya bilioni 159.5 katika kwenda kuendeleza stendi mbalimbali katika mikoa yetu, halmashauri za miji na manispaa zetu. Sasa napenda kumuuliza Waziri Mkuu, ni upi mwongozo wa serikali katika matumizi ya stendi ambayo yatatupa tija kwa wananchi na tija ya uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya na kuleta maendeleo makubwa, kwa sababu zile stendi ni sehemu ya mapato ambayo tunayarudisha kwenye jamii yetu kwenda kujenga zahanati, shule na miundombinu mingine. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Nimpongeze Mheshimiwa mbunge Asha Feruzi, nikikiri kabisa Asha ni jina la mama yangu. Jina la mama yangu mzazi. Mheshimiwa mbunge ameleta hoja ya msingi, na nimefuatilia Mheshimiwa Naibu Spika, nimeona hata pamekuwepo na sitofahamu katika baadhi ya maeneo, na kwa kweli hii hoja aliyoileta ni hoja ya msingi. Hata mwenyekiti wa kamati alikwisha kuileta kama moja ya jambo ambalo ni alarming, na Mheshimiwa mwenyekiti alipolileta nilikaa mimi, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati, nikakaa na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, nikakaa na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, nikakaa na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, lakini pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Tumekwisha kulijadili jambo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, tuna jambo ambalo tulilifanya la mpito, na naomba hata waheshimiwa wabunge tuelewane vizuri na wadau wetu wa usafirishaji tuelewane vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ulipotokea mzozo wa Mashariki ya Kati, bei za mafuta zikapanda, tukaitana ndani ya serikali pamoja na Mheshimiwa Spika kuangalia ni hatua gani za kuchukua ili wananchi wasipate shida ya kupanda kwa gharama za maisha na gharama za usafirishaji. Moja ya hatua ambazo tulizichukua za mpito, Mheshimiwa Naibu Spika, ilikuwa ni kuondoa takwa la mabasi yale ambayo kwa muundo wake wa utengenezaji hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza. Tukasema yasipite kwenye mizani, kwa sababu foleni zile zinapokuwa kubwa, mafuta yanatumika, gharama zinaongezeka. Kwa tukasema magari yale ambayo kwa utengenezaji wake imethibitika hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza yasipite kwenye mizani. Lakini tukasema pia mabasi yale ambayo yenyewe
ni model za zamani, yanaweza yakaweka mzigo mkubwa, mengine yanaweza yakaweka magunia mkaa, mengine magunia mahindi na mengine. Tukasema haya yatapita kwenye mizani, lakini yasilazimike kupita kila mizani. Tukasema yapite mizani wa kwanza yanapoanza safari na wa mwisho kabla hajafika kwenye safari yake ya mwisho. Hii yote ilikuwa ni katika namna ya kupunguza matumizi ya mafuta na kushusha gharama kwa wenzetu wa usafirishaji ili wasipandishe nauli kwa Watanzania. Lakini la pili ambalo tulisema ni hatua mojawapo, ilikuwa ni kuondoa takwa la mabasi yanayosafiri kwenda mikoani kupita kila stendi ya halmashauri hata kama hayashushi abiria. Tukasema ndio, kwenye halmashauri ni chanzo cha mapato, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kama haupakii na haushushi abiria, tulisema tuondoe huo ulazima wa kila basi kuingia kila stendi. Mheshimiwa Naibu Spika, mantiki yake ilikuwa tupunguze gharama ili tusipandishe nauli na Watanzania wakapata shida, na tulikuwa hatujui hii mambo ya kupanda kwa bei za mafuta yataishia wapi. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo moja ambalo nawaomba Watanzania wote tuelewane, kama mbunge alivyosema, ni kweli tumefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye stendi. Stendi kama hii hapa ya Ndugai ni uwekezaji mkubwa, ni fedha ambazo tungeweza kuzipeleka kwenye kujenga hospitali, kujenga mashule ama kupeleka huduma zingine, lakini tukawekeza kwenye stendi. Stendi ya Magufuli pale Dar es Salaam ni stendi kubwa ambayo imetumia mabilioni ya fedha. Fedha hizo tungeweza kuzipeleka kwenye shughuli zingine za maendeleo. Hivyo stendi ya Morogoro, stendi ya ziko mbili Mwanza na maeneo mengine. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi, kwa sababu hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi, lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu, inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama. Magari, kila gari likianzia nyumbani, ili limeanzia kule, ili limeanzia kule, control ya masuala ya kiusalama huku tumeshasema mengine yasipite kwenye mizani, yanaweza yakabeba madawa ya kulevya yakapitiliza moja kwa moja kule yanakokwenda. Sasa tulichukua hatua za muda na tulisema tutakutana mambo yakishatengemaa. Naamini kule kwenye mikoa wameshaanza kukaa, niwaelekeze sectors zetu pamoja na mikoa yetu wakae waweke utaratibu ambao ni lazima stendi zitumike, na wakati huo tuendelee kuzingatia kutokuweka gharama ambazo zinaweza zikaepukika, ili tuweze kuwasaidia Watanzania wasipandishiwe nauli na gharama zingine ambazo zinaweza zikaleta shida. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, niliwaelekeza wale wa Dar es Salaam wakae haraka nilipokuwa pale NIT kuangalia jambo linalohusiana na stendi ya Magufuli. Niliwaelekeza na nimeona mkuu wa mkoa ameshachukua hatua. Niliwaelekeza mikoa mingine wachukue hatua katika maeneo ambayo tuna stendi hizi kubwa, na nimezitaja tu baadhi, na yapo maeneo mengine ambako ujenzi wa mastendi makubwa unaendelea. Nadhani kama pale Moshi mjini pale kuna ujenzi mkubwa sana wa stendi ya magorofa na magorofa. Kwa hiyo haya uwekezaji wa aina hii hatuwezi tukaacha ukawa white elephants na fedha za walipa kodi hizo zikapotea. Lazima tutengeneze utaratibu ambapo stendi, Mheshimiwa Naibu Spika, stendi ni kama airport, ni kama station ya SGR. Tutakuwa na tunakoanzia, lakini lazima tuwe na station ambazo zitatumika. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naendelea kusisitiza sekta pamoja na wadau wakae kuangalia, kufanya mapitio kwenye haya yote ambayo tuliyaelekeza, yakiwemo, na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI yuko hapa, yakiwemo kama hivi ni kweli basi ambalo halishushi, na tulisema pasiwepo na kushusha abiria nje ya stendi wala kupakia abiria nje ya stendi. Kwa wale wa kupanda wapandie stendi na wale wa kushusha washushiwe stendi. Lakini kwa yule ambaye hashushi, tulisema hakuna ulazima wa kupita kwenye stendi za barabarani kwa ajili tu ya kwenda kulipa fees. Fees za aina hiyo zinakuwa faini, kwamba kwa kuwa umepita kwetu lazima ulipe. Tuliona hiyo inaweza ikaangaliwa ili kupunguza gharama. Lakini lile la stendi, niwaombe Watanzania, niwaombe waheshimiwa wabunge, niwaombe na wadau, huu ni uwekezaji wa fedha za walipa kodi. Lazima wote tuwe na huruma na fedha ya walipa kodi na matumizi yaliyokusudiwa yaweze kutumika.